hapo. Okay, Bwana asifiwe. Yeah. Unakuta amefundisha kile, si ndiye? Amefundisha kile, si ndiye? Akija akiona tena mna mashaka, yani kama vile akiuliza maswali anaona kabisa hamjaelewa. Hata kama alikuwa ameandaa kitu kingine anakiweka kwanza pending kwamba subiri kwanza. Tunarudia tena pale pale mpaka muelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ulikuwa ni mfumo wa Bwana Yesu. Sio tu mfumo ambao tumejinukulia. Ulikuwa ni mfumo wa Bwana Yesu. Alifundisha mara ya kwanza, akaja tena mara ya pili, akarudia tena na mara ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa hiyo usiudhike pale ambapo unaona kitu kile kinarudiwa. Ujue na kufahamu ya kwamba ni kwa faida yako. Ujue na kufahamu ya kwamba ni kwa faida yako. Na nielewe. Kwa mfano, angalia kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Angalia sura ya 3. Angalia ule mstari wa 14. Fikeni pale alafu mnisomee kwa pamoja. Okay. Angalieni Timotheo wa pili sura ya 3. Angalieni ule mstari wa 14 mnisomee kwa pamoja. Tumefika wote? Tumefika? Timotheo wa pili sura ya 3. Tumefika? Timotheo wa pili sura ya 3. Mstari wa nimesema ngapi? Wa 14. Mstari wa 14 uko hapa. Sahihi. Kuanzia hapa. Okay, mstari wa 14. Tuko hapo Aya 1 2 3. Twende. Bali wewe ukae katika mambo anasema ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa. Ni kama vile mtume anamwambia kwamba hamna tena elimu nyingine mpya, ni elimu ile, endelea hapo hapo, keep on, progress on from there, endelea kutokea hapo, yani hamna kitu kingine kipya, ukae katika mambo yale yale, dum hapo, dum hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani wapenzi, katika vitu vya muhimu kwa mwanafunzi ni capacity au ni uwezo wa kudumu katika fundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani among the key characteristic, key feature ya mwanafunzi wa kweli ni kudumu katika fundisho, kudumu katika fundisho, kudumu katika fundisho, kudumu katika fundisho. Nirudie tena, ni kudumu katika fundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume hapa anamwambia Timotheo kwamba ukae katika mambo yale uliofundishwa. Dumu hapo. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambiaje? Anawaambia nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru. Kwa anawaambia kitu gani ambacho mnaenda kuwafundisha? Ni kitu kile kile ambacho tulikaa pamoja na kujifunza pamoja. Guess what? Ni kitu gani ambacho alikaa pamoja na kujifunza pamoja? Consistently. Kuteswa, kufa na kufuka kama kitovu cha fundisho la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mitume unakuta hawana aina 7 za madhabahu kama mwalimu alizokuwa anatuambia hapa. Hawana aina 14 za majini. Hawana nani elimu ambazo wakati huu nyingi tunaziona. Kwa nini? Kwa sababu walilipokea agizo la Bwana Yesu, na kiukweli Yesu alikuwa na consistency ya kurudia na kurudia tena.
Bwana asifiwe sana. Yes. Kwa mitume walidumu katika fundisho. Okay, kwa mfano angalia, yani mojawapo ya key characteristic ya watu wa Mungu, ya mwanafunzi wa kweli wa Kristo ni yule anayedumu katika fundisho la Kristo. Huyo ndio mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Leo unajifunza wokovu kwa imani, kuhesabiwa haki kwa imani. Kesho tena unaanza kujifunza wokovu kwa matendo, haki kwa matendo. Huo sio wanafunzi, sio wanafunzi. That's not right. Bwana asifiwe sana. Twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Angalia Matendo ya Mitume, twende Matendo ya Mitume. Okay, twende kwenye sura ya pili, Nombeni mnisomee mstari wa 42 kwa pamoja. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 42 kwa pamoja. Tumefika? Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 40 na ngapi? Na 2 kwa pamoja. 1, 2, 3, twende. Hebu angalieni kitu cha kwanza ambacho kimeandikwa ya kwamba walikuwa wanakifanya ni kitu gani? Fundisho limefanya nini? Walidumu katika fundisho lipi? Unaona jinsi walivyokuwa very specific. Sio fundisho tu, fundisho lipi? La mitume. Bila shaka, kwa nini limeitwa fundisho la mitume? Nani anaweza kanijibu? Kwa nini limeitwa fundisho la mitume? Walilipokea kama agizo kutoka kwa Bwana. Mwalimu si amefundisha hapa Mmekumbuka ile kauli ya mwalimu ya kwamba fundisho la Kristo ni nini? Ni amri. Kwa walilipokea kama agizo la Bwana Yesu, kama amri ya Bwana Yesu. Kwa hiyo wanalideliver kama amri, yani lina authority, Tunaenda sawa sawa. Ndio maana limekuwa specific, ni fundisho la mitume. Baraka, unanielewa? Ni very specific. Kwa walidumu katika fundisho. Moja ya nidhamu ya kiwanafunzi, Okay, kwa nini nimesema nidhamu? Neno discipleship tumesema linatokana na mzizi wa neno gani? Discipline, si ndio? Discipleship ndani yake na nini? Discipline. Si sawa? Discipline. Kwa mwanafunzi tunamtazamia ni mtu mwenye discipline. Mojawapo ya discipline ya mwanafunzi ni kudumu katika fundisho. Mojawapo ya discipline ya mwanafunzi ni kudumu katika nini? Jamani, wanafunzi hauna cha kusema kwamba mimi ni mchungaji. Wanafunzi hauna cha kusema ya kwamba mimi ni mtumishi. Wanafunzi hauna cha kusema ya kwamba mimi ni apostle. Wanafunzi hauna cha kusema ya kwamba mimi ni prophet. Niwe meja, niwe minor. Mko mnasema kuna nini na nini kwenye vitabu vya manabii? Wacha we, major prophet, minor prophet. Jamani, hatari sana. Hiyo mwanzoni ni mwanzo ipi? Maana mimi nafahamu tangu mwanzo haikuwa hivyo. Jamani, unajua kwenye kesi ya manabii sawa, walivipa majina namna hiyo.
ya walivipa majina namna hiyo, lakini sasa kithiolojia tunakuja kutambua ya kwamba it's not correct, si ndio? Lakini wao ideolojia yao ilikuwa ni kwamba hawa wana vitabu vikubwa, si ndio? Ilikuwa ideolojia yao. Sasa ukisema kwamba ni major prophet, si ndio? Kithiolojia kuna kitu ambacho unaona hakijakaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu wana roho yule yule na ujumbe ni complete, yani ni mkamilifu. Umenisikia? Iwe ameandika vitabu 800 sawa, au iwe ameandika kitabu kimoja, lakini vyote vina deliver ujumbe wa Mungu kwa ukamilifu. Kwa hiyo tunachokiangalia ni 100% za ukamilifu wa ujumbe na sio urefu. Hiyo hayo ni mambo mengine tuyaache kwa wakati huu, si ndio? Sawa, kwa niwe ni profeti, niwe ni nani, si ndio? Haina cha wanafunzi, haina cha nini, yani wanafunzi hauzingatii hayo. Wote, niwe ni mchungaji, niwe ni nani, mimi ni mwanafunzi wa Kristo. Nisipodumu katika fundisho, nimepotoka, nimepotea. Haina cha mchungaji, haina cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenda sasa. Fundisho la Kristo is like a medicine au is like a diet. It's like a medicine, it's like a what? A diet. Ni kitu ambacho Kristo alikiprescribe kitaalam kabisa. Tukifananisha na medicine, maana yake ukikunywa medicine nyingine kairei, jamaa yangu, takufa kifo baya. Bwana asifiwe sana. Tukifananisha na diet, maana yake ukila mlo wa aina nyingine, obvious utakuwa nini? Daktari, utakuwaje? Utapata malnutrition. Bwana asifiwe sana. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa prescribed, si ndiye? Ndio maana anasema mkiwafundisha na kuagiza kuyashika yote niliyowaamuru, yote niliyowaamuru, yote niliyowaamuru. Maana yake ni kitu ambacho ni specific kwa ajili yetu, tulipewa. Bwana asifiwe sana. Kwa ninatakiwa nikae hapo, nisichoropoke. Tunaweza sawasawa wapenzi. Kwa mojawapo ya nidhamu ya kiwanafunzi ni kudumu katika fundisho. Tunaweza sawasawa, kudumu katika fundisho. Na hii kudumu katika fundisho inatupa pointi nyingine moja muhimu sana ya commitment na consistency, si ndiye? Commitment na consistency, si ndiye? Ninadumuje kwa kuwa committed tu na consistent tu. Haya sasa, wanavyuo, madaktari, wa nani, watu gani nyie? Wahasibu ni nani? Mwalimu. Walimu tunao bachi kubwa ya walimu. Haya, mtuambie commitment Kiswahili chake ni nini? Tunagawana majukumu jamani, mimi ninafundisha, si ndio? Kwa na nyinyi mnisaidie kufanya interpretation ya baadhi ya maneno. Commitment ni nini? Joji anasema commitment ni nafikiri mtakuwa mmeelewa, si ndio? Commitment ni juhudi. Walau commitment nia. Commitment kutia nia. Hivi naenda walau haleluya. Sasa inaonekana mtumishi ameanza kujiinua.
Bwana asifiwe sana. Yes, commitment kwa Kiswahili tunaweza tukaifananisha na kutia nia. Wakati huu tunaweza labda tukaenda na hiyo kidogo, si ndio? Kutia nia, kuwa committed to, kutia nia katika kitu fulani. Wanafunzi wapenzi, wanafunzi ni kitu ambacho kwa namna moja au nyingine ni boring. Sasa sio wise kusema hivyo, lakini kuna sani kama vile kina uhalisia eti. Jaribu kuassume, si ndio? Umechoka ila umekaa, inabidi tu unisikilize. Ukisinzia inabidi nikwambie simama, ili walau uendelee kunisikiliza. Utasimama, nitakwambia tena kaa, uendelee tu kunisikiliza. Saa la kwanza limekata, saa la pili. Kwa namna ya kawaida it's boring eti. Unajua kinachotusaidia ni nini? Ni kwamba tu tunampenda huyu Bwana na Mwokozi Yesu. Tofauti na hapo, la kufia nini? Bwana asifiwe sana. La kufia nini? Jaribu kuassume, si ndio? Umeacha. Unajua kuna wengine nyumbani kwao bwana, unakuta inawezekana sio akitajiri ila ndo wafugaji wa kuku. Kwa siku ya Pasaka unaelewa nini kabisa kinaweza kikaendelea pale. Na alafu hapo kumbuka umekaa chuoni. Wali maharage ndio unaopatikana kwa buku. Wali nyama buku mbili jero. Obvious tu. Chakula kitakuwa ni nini? Wali maharage. Lakini umeacha kwenda nyumbani kula kuku, inabidi tu uwe hapa. Kwa nini? Napaswa kujifunza. Somehow it's kind of boring, lakini ndivyo ilivyo. Wanafunzi unahitaji mtu aliyetia nia, tena nia madhubuti. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye anaweza akaforsake everything, akaamua kuachana na kila kitu. Na in fact kwanza ndo character ya mwanafunzi, unaacha kila kitu. Yesu aliwaita wanafunzi, maandiko anasema wakaziacha nyavu zao. Yesu anamuita Mathayo, tunaona anaacha kazi ya kutoza ushuru, anamfuata Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Hivi tunaenda pamoja wapenzi? Kwa ni lazima niwe na utayari wa kuacha kila nilicho nacho na kuamua kufuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa natakiwa niwe nimetia nia ya kweli, nia ya dhati, nia madhubuti. Nafikiri kuna ndugu ambao tulikuwa tunajifunza, tukawa tunasema ya kwamba imani katika Kristo Yesu sio suala tu la kwamba nakubali Yesu amekufa kwa ajili yangu na siku ya tatu amefufuka, nashukuru sana, hivi sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu, thank you so much, then naenda zangu kuchimba magimbi. No, kuchimba magimbi kuna wengine hawajui, ni siri ya Wachaga. Njooni Uchagani, na watu wa Mbeya kumbe. Bwana asifiwe sana. No, ninaposema kwamba nimemwamini Bwana Yesu, maana yake nimejisubmit kwa Yesu kama Bwana. Elewa, nimejisubmit kwa Yesu kama nani? Kama Bwana. Maana yake atakaye niamulia ratiba yangu ni Yesu. Yaani ratiba yangu inaamuliwa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Bado haija click Umeelewa? Anayeniamulia ratiba yangu ni nani? Ni Yesu. Unielewa? Kwa maana yake ninakuwa committed kwa Bwana Yesu na
mission yake, vision yake na kila kilicho cha kwake. Ninafuata hapo, sigeuki mkono wa kuume wala wa kushoto. Huo ndio wanafunzi. Bwana asifiwe sana. Ninakuwa na consistency. Consistency tunasema ni nini? Mwendelezo, si ndiye? Tunaweza tukatumia hilo neno, si ndiye? Ninakuwa na mwendelezo katika wanafunzi. Maana yake si kitu ambacho ninafanya leo na kesho ninaacha. Jamani, ukijiona leo ulifoseki Pasaka kwa ajili ya Kristo, sio garantia kwamba kesho utafoseki Christmas kwa ajili ya Kristo. Sio garantii. Inataka kwamba uwe umeamua. Kwa hiyo ni kama vile ni shauri ambalo unalifanya kila siku una renew. Hivi mmenielewa hicho nilichokizungumza? Ni kama vile una renew hilo shauri kila siku. Maana yake kila siku moja inabidi ukubali kufoseki. Nikisema kufoseki, maana yake kutelekeza, sawa? Kutelekeza ratiba zangu, kutelekeza mambo yangu kwa ajili ya Kristo na Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kweli ya kwamba safari hii uliweza kutia nia na ukaamua kufoseki nini? Pasaka labda na ratiba zako nyingine kwa ajili ya Bwana. Umenielewa? Kesho pia fanya hivyo hivyo. Kesho kutwa pia fanya hivyo hivyo. Siku inayofuata pia fanya hivyo hivyo. Usione ni utumwa, ona ni faida. Ona ni unajiwekea hazina. Bwana asifiwe sana. Tuenda sasa. Kwa mwanafunzi lazima awe na commitment na consistency. Commitment na consistency katika kujifunza, katika kutumika, katika kujifunza, katika kutumika. Ndio sasa wapenzi, katika kujifunza, katika kutumika, lazima niwe na consistency, lazima niwe na commitment tena ya kutokea ndani. Kama ambavyo nimefoseki jana, ndivyo nitafoseki leo, ndivyo nitafoseki kesho, ndivyo nitafoseki kesho kutwa, ndivyo nitakavyotelekeza na siku zinazofuata kwa ajili ya Kristo. Huyo ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Taendelea kujifunza mambo mengine mengi kuhusiana na uinjilisti, kuhusiana na wanafunzi, lakini hapo pawe mahali petu pa kuanzia. Bwana asifiwe sana. Tulisema dhumuni la uinjilisti ni kufanya watu kuwa nini? Wanafunzi. Sawa sawa. Kwa pamoja na kwamba tunahubiri na kuwaleta watu katika imani, lakini pia tunatakiwa kuwalea kama watoto wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake wewe ni mwanafunzi, lakini unapaswa kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, na inabidi mtakuja kuwafundisha kwenye next session inayofuata. Inabidi uwe na consistency, uwe na commitment, wewe kama wewe, ambako mwanafunzi anaweza akalen kutoka kwako, si tu kwa kujifunza kwa kusikia, sawa, lakini pia kwa kufanyeje? Kwa kuona. Tutakuja kuona kwenye kipindi kinachofuata. Leo nilitaka niwakumbushe, yarudia mambo yale, kunafaa sana. Nilitaka niwakumbushe case study ya Wathesalonike. Unakumbuka tulisoma case study ya Wathesalonike au mmeshasahau? Tulisoma case study ya Wathesalonike, si ndiye? Kanisa la Wathesalonike, mnakumbuka? Mnakumbuka? Hamoni anasema okay, kumbe kuna Wathesalonike ambao wametajwa kwenye kampu hii. Kwa tutakuja kujifunza na tutaona namna gani ambavyo wao walipokea neno na maisha baada ya wao kulipokea neno, kitu gani kilifuata. Tutaona pia wanafunzi na mateso ni pete na kidole. Wamefungaga ndoa tangu zamani sana. Mimi nilikuwa shahidi. Sio next camp, next session. I don't know.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tukitoka hapa haimaanishi kwamba ndio itakuwa mwisho wa kujifunza haya mambo ambayo tunajifunza kwenye kampu. Hapa kwenye kampu ni kama vile tu tumeyachokoza, ni mahali tu ambapo tumeanzia, lakini hata baada ya hapa tutaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza. Kwa ikiwa ni hapa au ikiwa ni nje na hapa, still bado tutafanyeje? Tutaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza. Bwana asifiwe sana. Mungu amewabariki. Niwakumbusha kwamba mafundisho haya ambayo ni ya kampu yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, lakini pia yako Telegram, lakini pia kati ya kesho na kesho kutwa nitaya upload kwenye YouTube.